Tunasoma kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 7 kuanzia mstari wa 15 mpaka mstari wa 23. Neno la Mungu nasema hivi: Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mtu mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti huzaa tunda zuri, kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Ndipo kwa matunda yao mtawatambua. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Damu ya Yesu Kristo, imani yetu, tumaini letu. Neema na iwe kwako, na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Kama Mungu amesema kwamba huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Hii inamaanisha hatuna chaguo. Yeye aliyetuumba amekwisha kutuonyesha kwamba Yesu Kristo ndiyo neno la kusikilizwa. Hakuna kitu kingine. Kwamba Mungu anaongea na sisi kupitia mwanaye. Mungu anapaza sauti kwetu kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa kujua kama kweli anampenda Mungu, ana hofu ya Mungu, basi ni lazima amsikilize Mungu anataka tufanye nini, yaani Yesu Kristo mwenyewe. Kama mtu hamsikilizi Yesu Kristo, hii inamaanisha amekataa kumwabudu Mungu, amekataa kumtii Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiyo neno la Mungu kwa wanadamu wote kwa ajili ya uzima wa milele. Bwana wetu Yesu Kristo anasema, kwa maneno yako mwenyewe utahukumiwa, na kwa maneno yako mwenyewe utahesabiwa haki. Sasa inategemea wewe katika maisha yako unamcha Mungu kwa neno gani? Kwa neno lako, kwa maneno ya dunia, au kwa maneno ya Mungu kwa Yesu Kristo? Yesu Kristo anasema hivi, kwa maneno yako mwenyewe ulionayo ndani ya moyo na unayoyatamka utahukumiwa, na kwa maneno yako mwenyewe utahesabiwa haki. Kwa habari ya wachungaji, unahubiri neno la nani? Kwa habari ya wachungaji, mitume na manabii, wainjilisti wanaosema wao wameshika huduma hii kuhudumu kanisa la Mungu, unahubiri neno la nani? Unahubiri injili ya Yesu Kristo au unahubiri maneno ya dunia kwa sababu ya kutafuta watu wengi, umaarufu na fedha na mali na utajiri duniani? Unahubiri neno la nani? Hapo lazima ujue kwa maneno yako mwenyewe utahukumiwa, na kwa maneno yako mwenyewe utahesabiwa haki. Kama Bwana wetu Yesu Kristo anavyosema, enendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha yote niliyowafundisha na kuamuru ninyi. Kwa hiyo mtumishi au mwinjilisti au mchungaji yoyote anatakiwa kujua hana neno lingine la kumhubiria mtu kwa ajili ya uzima wa milele isipokuwa injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo hatuna neno lingine. Mimi ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo ni lazima
nionekane mbele za Mungu mimi ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo elimu niliyo nayo, neno nililo nalo ni neno la Yesu Kristo mwenyewe kwa wanadamu wote, ili wapate uzima wa milele, wawe mali ya Yesu Kristo. Kama ninahubiri injili ya Yesu Kristo, hii inamaanisha watu wote wamwamini Yesu Kristo, wawe mali ya Yesu Kristo, waulisi uzima wa milele ambao Mungu ametupa. Siwezi kuhubiri maneno ya dunia kwa sababu Yesu Kristo sio wa dunia. Mwanafunzi wa Yesu Kristo hawezi kuhubiri mambo ya dunia kwa sababu Yesu Kristo sio wa dunia hii. Neno la Mungu ni kutoka juu. Kwa hiyo tunahubiri neno lililotoka juu, neno la mbinguni kwa ajili ya kumwabudu Mungu wa mbinguni. Hatuwezi kuhubiri mambo ya dunia yaharibikayo, yenye ukomo, yasiyofaa kwa uzima wa milele. Hauwezi kuitwa mwanafunzi wa Yesu Kristo uhubiri hayo. Haiwezekani. Utaitwa tu wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini wewe si mtumishi wa Mungu wa kweli. Utaitwa mtumishi, utaitwa mchungaji, lakini maneno yako nahubiri mambo ya dunia hii ambayo siyo injili ya Yesu Kristo. Kwa Mungu wewe ni muasi, msaliti. Kwa maneno yako mwenyewe utahukumiwa, na kwa maneno yako mwenyewe utahesabiwa haki. Mtu mwenye masikio na asikie neno hili, kwamba Roho ayaambia makanisa, lazima tuwe watiifu mbele za Mungu. Neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 15, Bwana wetu Yesu Kristo anasema, mstari wa 15 anasema, jihadharini na manabii wa uongo. Jihadharini, tena kuweni makini sana na manabii wa uongo, mitume wa uongo, wachungaji wa uongo, walimu wa uongo. Hawa waongo ndio wapinga Kristo. Hawa ndio adui wa Yesu Kristo. Hawa ndio adui wa msalaba wa Yesu Kristo. Hawa ndio adui wa neno la Mungu, mwili na damu ya Yesu Kristo. Kwao ni uadui mkubwa, hawataki kuhubiri hilo. Hawa ni manabii wa uongo, kwa sababu hawajifunzi kwa Yesu Kristo na hawahubiri neno la Yesu Kristo. Wanahubiri maneno yao ya dunia, wanajiita watumishi, wanajiita wachungaji. Mbele za watu wamejitambulisha wao ni wachungaji, wao ni manabii na mitume, lakini neno wanalolihubiri kwa wanadamu sio injili ya Yesu Kristo. Wanawahubiria uongo wa kuzimu, ni watumishi wa kuzimu. Ibilisi, shetani amewatuma. Yesu Kristo Bwana wetu anasema, jihadharini na watu kama hao waongo, lakini wamevaa ngozi ya mwanakondoo. Kwa nini Yesu Kristo anasema wamevaa ngozi ya mwanakondoo? Hawajitambulishi wao ni wapinga Kristo, hawajitambulishi wao ni manabii wa uongo. Wanasema wao ni Wakristo, wametumwa na Yesu Kristo. Kwa hiyo wamevaa vazi la mwanakondoo Yesu Kristo, ili kuwadanganya ulimwengu wajue kwamba wametumwa na Yesu Kristo, kumbe wametumwa na kuzimu, kuharibu kabisa kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema jihadharini na watu hao. Wanaonekana ni kanisa la Yesu Kristo, wanafanya ibada zote sawasawa na Yesu Kristo, kama vile ni makanisa ya Yesu Kristo. Watumishi wanaonekana ni watumishi kabisa. Kwa hiyo anasema hao ni waongo. Tutawajuaje sasa? Swali linabaki, tutawajuaje kama hawa ni manabii wa uongo? Tutawajuaje kama hawa ni mitume wa uongo, ni mbwa mwitu hawa? Tutawajuaje? Hawa ni wapinga Kristo wasaliti. Tutawajuaje? Bwana wetu Yesu Kristo anasema ni rahisi tu. Njia ya kuwajua ni hii moja, mtawatambua kwa matunda yao. Hii ndio njia pekee Bwana wetu Yesu Kristo ametupa, kuwatambua hawa watu kwamba sio watumishi wa Yesu Kristo, sio kanisa la Yesu Kristo, wala hawakutumwa, ni kanisa la kuzimu, kanisa la mashetani. Mtawatambua kwa matunda yao. Kwa sababu gani kwa matunda yao? Watakaposema sisi ni Wakristo, hauwezi kuwatambua kwa sababu imani haionekani kwa macho. Mtu anaposema mimi namwamini Yesu Kristo, sawa nasema, lakini imani haionekani. Anaweza kasema tu, lakini ndani ya moyo ni adui.
Yuda Iskariot amekaa mbele za meza ya Bwana, anaonekana ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji, ni mtume wa Mungu, anasema anamwamini Yesu Kristo, tena anamkumbatia kwa kumbusu, lakini ndani ya moyo ni adui wa Bwana wetu Yesu Kristo, msaliti. Nani alimjua Yuda Iskariot? Kwa macho hivi hakuna mtu aliyemjua Yuda Iskariot ni msaliti. Hakuna mtu aliyemjua kwamba huyu mtu sasa ni mpinga Kristo, kwa sababu imani haionekani. Yuda Iskariot anakuja na kame mezani kwa Bwana, anashiriki mwili na damu ya Yesu Kristo, lakini ni msaliti. Yesu akimtazama anaona ni msaliti, anasema mmoja wenu atanisaliti. Nani alijua? Anafika Getsemane, anamkumbatia Bwana wetu Yesu Kristo, anasema Rabi, anamkumbatia, lakini kumbe ni msaliti. Nani alimjua? Bwana wetu Yesu Kristo anasema utawajua kwa matunda. Matunda gani? Yuda Iskariot akitazamwa mkononi ana fungu la pesa, ana fedha na mali ndani ya mkono, anakula mwili na damu ya Yesu Kristo, lakini kwenye mikono yake ameshikilia mfuko wa fedha, anataka kuwa tajiri. Bwana alipotazama hicho kitendo akasema mmoja wenu amenisaliti. Yuda akitazamwa nyuma yake, anakuja Getsemane alipokuwa Bwana wetu Yesu Kristo, ana kundi kubwa la wapinga Kristo limebeba panga na marungu. Hicho ndio kitendo, utawatambua